Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man wala wa ba'd. Maashara almuslimin, na swali ambalo kwamba ni muhimu sana kulifahamu. Swala lenyewe ni kwamba ni ipi swala bora kwa mwanamke, ikiwa za faradhi ama ni za sunna, baina ya nyumbani ama msikitini, ni ipi bora zaidi? Kwa sababu wengi sana usoma ile hadithi kisha hawaimalizi inayosema la tamna'u, musiwaziwilie wanawake kwenda msikitini. Lakini mwisho wa hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam anasema majumba yao ni bora zaidi kuliko msikitini. Siko katika hadithi hii, nataka kudhika hadithi ile ya Ummi Salama radhiallahu anhu arda, aliyopokea kutoka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema salatul mar'ati fi baytiha afdal min salatiha fi hujratiha. Angalia, sikiza ni hadithi ndio ujue na kutambua na kuelewa kwamba mwanamke kusali nyumbani ni bora zaidi kuliko kuja msikitini. Sayyidina Ummi Salama ambaye ni moja katika ummul mu'minin katika wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema swala ya mwanamke katika nyumba yake ni bora kuliko katika ile rumu anayolala, kuonesha kwamba akitoka katika ile rumu yake anayolala akiswali kando ya rumu yake anayolala atakuwa na khushu' zaidi kuliko akiwa katika rumu yake. Sawa? Hii ni katika nyumba tu, bado hajatoka nje. Ndani ya nyumba tu anatafutiwa sehemu ambazo kwamba atakazokuwa na utulivu zaidi kuliko sehemu nyingine, kwa sababu kila akiswali ndani ya rumu yake ataona kitu fulani, mara ataanza kufikiria kitu fulani. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ndani ya nyumba yake ambapo kwamba si katika rumu yake ni bora zaidi kuliko katika rumu yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wasalatuha fi makhda'iha, na swala yake katika ile rumu ambayo kwamba tuseme kama ni store au ni rumu ambayo kwamba haitumiki sana, rumu ambayo kwamba anohifadhia baadhi ya vitu vyake, ni bora swala kama hiyo min salatiha fi baitiha kuliko kuswali katika sehemu nyingine yote katika nyumba yake. Hii ni kuonesha wazi ya kwamba mwanamke akiswali ndani ya nyumba tunamtafutia sehemu ambayo kwamba atakayokuwa na utulivu na khushu'i zaidi kuliko sehemu nyingine yote. Kefu mwanamke leo atoke nyumbani? Angalia, subhanallah, ikiwa wakati wa maswahaba radhiallahu anhu, Abu Huraira anaeleza kwamba wakati mmoja ametoka akamkuta mwanamke ambaye kwamba alikuwa amejifukiza. Huo ni wakati wa maswahaba radhiallahu anhu, ni khairul quruni kama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyozisifu, ni karne bora, lakini amekuta mwanamke amejifukiza. Abu Huraira anamuuliza unaenda wapi? Anambia naenda msikitini. Akamwambia hapana, rudi nyumbani uoge janaba, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema mwanamke yote ambaye kwamba atakayejipaka manukato kisha mwanamume akasikia harufu ya manukato kama ile, Allah tabaraka wa taala anamwandikia madhambi nikana kwamba amezini. Kwa hivyo wewe, wanaume wote waliokusikia ni kama umezini na wao, nenda kaoge janaba, vua hizo nguo, uvae nguo za kawaida ndio uje msikitini. Hao ni wanawake katika karne bora. Je, hawa mabanati zetu, wake zetu katika zama za fitan? Bali Sayyidina Aisha radhiallahu anha anasema wallahi lau Mtume sallallahu alaihi wasallam angelikuwa yuko hai na akaona hali hizi ambazo kwamba za wasichana wale wako nazo, angeliwakataza na akasema waziulieni wasichana kwenda msikitini. Maashara muslimin, hao ni katika karne bora, ni katika watu bora kabisa ambao kwamba sisi tunawaitakidi kwamba wao walikuwa ni watu bora, lakini walifikia hadi wakasema hivyo. Je, kaifu sisi katika zama zetu kama hizi? Utasikia mashakili mingi sana. Mwanamke msichana anaaga anakwenda kuswali tarawih, anakwenda na mengine, anaaga anakwenda kuswali tahajjud, anakwenda na mengine. Kwa hivyo inshallah mimi ningeluhusia wazazi tujaribuni kuwadhibiti mabanati zetu, ningeluhusia waume tujaribuni kuwadhibiti wake zetu bora, sehemu bora kama Allah tabaraka wa taala anavyotuambia waqarna fi buyutikunna, tulieni katika sehemu salama ya mwanamke ni kukaa katika nyumba yake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.